Huko nchini Tanzania, baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wenye utata ulioambatana na matukio ya machafuko na umwagaji damu, chama kikuu cha upinzani Chadema kinasema viongozi na wanachama wake wanakabiliwa na kamata ya vyombo vya dola kwa tuhuma za kuchochea maandamano makubwa yaliyozuka kupinga uchaguzi huo wa Oktoba 29 ambao chama tawala CCM kimetangazwa kushinda kwa kishindo. Mwenzangu Mohamed Khalef amezungumza na mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara Chacha Heche kutaka kujua hali na kuendaje kwenye eneo lake kwa sasa. Kibaya kilichokuja ni kwamba baada ya wananchi wenyewe kufanya maandamano ya wananchi, sasa hivi watu wanakuwa head counted. Viongozi wa Chadema wanakamatwa tu na kwenda kupewa kesi. Kwa mfano eneo la Bunda, kuna viongozi wetu wa wilaya ile ya Bunda karibia wote sasa, wengine wanaishi mapolini, wengine wamekimbia miji na wengine wamekamatwa, wako kwenye mikono ya polisi. Katibu wetu wa chama mstaafu wa vijana taifa ndugu Kaunya Yohana amekamatwa. Kuna mtu anaitwa Zakaria Bubra ambaye ni kaimu katibu wa wilaya ya Bunda amekamatwa. Kuna katibu wetu wa vijana wa mkoa wa Mara ambaye anaitwa Mtarai Masasira, mama yake na mke wake walikamatwa kwa sababu tu Mtarai Masasira hajaonekana nyumbani. Kuna katibu wetu wa jimbo ameharibiwa mali, wameenda kwake wamepasua vitu kwa sababu eti ndio waliokuwa wanachochea maandamano, ambayo maandamano haya hayakuweza, hakuna message yoyote ambayo imetumwa kutoka kwenye domain ya chama kuelekeza wananchi kwamba kutakuwa na haya maandamano. Unakusudia kusema Chacha Heche kwamba nyinyi kama Chadema mlijitenga kabisa na maandamano yaliyofanyika kwa tarehe 29 na leo hii kama Chadema ndio ambao mnaandama ukamati wa watu wenu? Ndio kauli yako unayozungumzia kwa maksudi kabisa hiyo? Yes, kwa sababu sisi tungeingia kwenye maandamano brother, hayo maandamano yangekuwa strategical. Watu walikuwa wanahojiwa barabarani. Uliona nani kiongozi ambaye ni official kwamba wa chama, katibu mkuu wa chama, labda makatibu wa kanda, makatibu wa mikoa, makatibu wa wilaya, ambaye alikuwa barabarani kuadresi kwamba hiki ndicho kinachofanyika? Chama kingetoa watu nje, watu wangekuwa na mabango ya ambayo yako written na watu wangekuwa na statement ambazo ni written. Lakini madai yale ambayo mlikuwa mnayo kabla ya uchaguzi wenyewe ndio madai ambayo vijana wameyapaza sauti zao katika maandamano yenyewe. Vipi unajitenga nayo? Sisi sio kwamba ni watu ambao tuko nje ya fence ya jamii. Kama jamii inapiga kelele kuhusu jambo fulani, kwa mfano swala la utekaji ambalo limeenea sana, hili jambo limekera watu wengi bila kujali itikadi za vyama vyao. Ndani ya CCM wenyewe wanaamini kwamba mchakato kwenye chama chao haukufanyika kwa haki. Hao ni sehemu ya watu pia ambao kama ni kukamata watu, basi tunaamini kwamba na wao wangekuwa sehemu ya watu kukamatwa. Kwa nini inaelekezwa? Sisi swali letu ni kwa nini wanaelekeza kwamba wanaoweza kuhusika na maandamano ni Chadema, lakini CCM ambaye alikuwa ni mbunge akashinda kura za maoni, akapata kura 1000 na kitu, akabebwa mtu mwingine akaja akaletwa na kura 10, yeye ndio akatambulishwa kama mgombea. Kwa nini wasiamini yule naye ana grievances ambazo anaweza kuandama? Wewe kama kiongozi mkubwa wa chama, unadhani kwamba kuna suluhu yoyote ile ambayo unaweza kuwa sehemu yake kuelekea ujenzi mpya wa Tanzania? Mimi naamini kwamba nchi ni kubwa kuliko mtu, nchi ni kubwa kuliko vyama, na nchi ni kubwa kuliko matamanio ya mtu mmoja mmoja. Suluhu ni kwamba demokrasia ndiyo mfumo mpya wa dunia yote. Hakuna mfumo wa bunduki kwenye hii dunia ya sasa. Ni mahojiano hayo kati ya mwenzangu Mohamed Khalef na mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara Chacha Heche huko nchini Tanzania. Tukitoka huko, mojawapo ya manufaa ya moja kwa moja kwa raia wa mataifa 8 ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ni uhuru wa kuvuka mipaka miongoni mwa nchi hizo kwa masharti nafuu ikilinganishwa na hapo awali. Hii imewezesha wepesi wa watu kuhama na kufanya kazi katika mataifa hayo, kuanzia wafanya biashara wadogo hadi wataalamu katika nyanja mbalimbali. Hata hivyo, bado kuna nchi ambazo zinasita kusawazisha fursa hizo kwa raia wa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti kuhusu hali ilivyo kuhusiana na uwezeshaji huu kwa mujibu wa itifaki hii ya Afrika Mashariki. Shughuli za mipakani miongoni mwa mataifa ya Afrika Mashariki zimeimarika pakubwa kutokana na itifaki ya ushirikiano wa kibiashara kupitia soko la pamoja na uhuru wa raia kuhamia au kuvuka mipaka miongoni mwa nchi hizo kwa wepesi. Mojawapo ya maendeleo makubwa ni kuwepo kwa vituo vya pamoja vya uhamiaji, ambapo mchakato wa ukaguzi wa hati za kusafiria huendeshwa na maafisa wa mataifa mawili kwenye sehemu moja maarufu kama OSBP. Adrian Njau,
Kaimu mkurugenzi wa Baraza la Wafanyabiashara Afrika Mashariki anafafanua kuhusu fursa ya wepesi wa raia wa Afrika Mashariki kuvuka mipaka. Ukiangalia itifaki yetu ya soko la pamoja inahimiza kabisa na inaruhusu mtu kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kutoa huduma mbalimbali. Masharti ya uhamiaji yamelegezwa miongoni mwa mataifa ya Rwanda, Uganda na Kenya, ambapo nyaraka za msingi kuvuka kutoka nchi moja hadi nyingine ni kitambulisho cha kitaifa, na mtu hupata cheti cha muda cha kusafiri anachoweza kutumia hadi kwa mwaka mmoja badala ya hati ya kusafiria. Kati ya Tanzania na mataifa mengine, cheti hicho pia hukubalika kikiwa kimetolewa rasmi na mojawapo ya mataifa, kama anavyoelezea Simon Mundei, msemaji wa mamlaka ya uraia na uhamiaji nchini Uganda. You can access Uganda without visa. And when you reach here, unaweza kuingia Uganda bila visa na unaweza kupata kazi ya muda alimradi umepata cheti maalum. Apply for a special pass. Uhamiaji wa wataalam kufanya kazi katika mataifa ya Afrika Mashariki unatajwa kuwa muhimu katika kuboresha viwango vya huduma katika afya, elimu, uhandisi, uhasibu na kadhalika. Jean Malik, mmiliki wa zahanati ya Legacy nchini Rwanda, anabainisha kwamba kutokana na wepesi huu, watu wengi wanapata matibabu kwa gharama nafuu kuliko kusafiri kwenda nje ya nchi. Tangu nimeanza kazi hiyo ya health, ilikuwa vizuri. Nilikuwa nikifikiria sio Rwandan peke yake, nilikuwa nikifikiria watu wengine. Nafikiri kuko service mingi Rwanda inaweza ikatiamo specialities, na kwa hiyo watu wa mainchi jirani wanaweza wakaitumikisha. Hata hivyo, kuna changamoto kwa raia wa mataifa mengine kuvuka mipaka kuingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ijapokuwa raia wa Kongo wana uhuru wa kutumia vitambulisho vyao kuvuka mipaka kuingia kwenye mataifa ya Uganda na Rwanda, wale kutoka mataifa mengine wanahitaji kupata visa kuingia Kongo, kama anavyofafanua zaidi Dr. Felista Busaki. Kongo sisi hatujatoa visa maana tuna mengi ya kushughulikia. Na sisi naamini wakubwa wa nchi kutafika muda ambao na sisi tutatoa visa kwa East Africa. Ijapokuwa raia wa Sudan Kusini nao hupata wepesi wa kuvuka mipaka kuingia nchi za Kenya na Uganda, hadi sasa mamlaka za nchi hiyo huwahitaji raia wa mataifa mengine ya Afrika Mashariki kupata visa kuingia nchi hiyo. Hii inahusisha kulipia ada. Hatua ya kuwatoza raia wa Afrika Mashariki dola 20 za Kimarekani wakiingia ndani ya mipaka ya visiwa vya Zanzibar inaelezewa na baadhi ya watu kuwa isiyo sawa. Hata hivyo, kuna changamoto kwa raia wa mataifa mengine kuvuka mipaka kuingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ijapokuwa raia wa Kongo wana uhuru wa kutumia vitambulisho vyao kuvuka mipaka kuingia kwenye mataifa ya Uganda na Rwanda, wale kutoka mataifa mengine wanahitaji kupata visa kuingia Kongo, kama anavyofafanua zaidi Dr. Felista Busaki. Kongo sisi hatujatoa visa maana tuna mengi ya kushughulikia. Na sisi naamini wakubwa wa nchi kutafika muda ambao na sisi tutatoa visa kwa East Africa. Ijapokuwa raia wa Sudan Kusini nao hupata wepesi wa kuvuka mipaka kuingia nchi za Kenya na Uganda, hadi sasa mamlaka za nchi hiyo huwahitaji raia wa mataifa mengine ya Afrika Mashariki kupata visa kuingia nchi hiyo. Hii inahusisha kulipia ada. Hatua ya kuwatoza raia wa Afrika Mashariki dola 20 za Kimarekani wakiingia ndani ya mipaka ya visiwa vya Zanzibar inaelezewa na baadhi ya watu kuwa isiyo sawa.